kanisa uhalali wa kumiliki hiyo ardhi kiagano. Na ndio maana unasikia watu wanasema mchawi hawezi kupita juu ya hili eneo la hili kanisa. Kuna kipindi niliwahi kuona kwenye mtandao, kuna mchawi ameanguka eneo la kanisani. Anasema tulivyofika hapa tulivutwa tukaanguka, kwa sababu hapa sio pa kwetu, panamilikiwa na Mungu mwingine, kwa sababu ni kanisa. Kwa ina maana palipompa uhalali Mungu kupamiliki pale, ametia muhuri wa damu ya mwanae Yesu Kristo. Ukikuta kwa mganga panamilikiwa kishetani, kwa sababu unakuta mganga naye kwenye ile ardhi yake ameweka damu ya mnyama ambayo imempa uhalali kumiliki pale. Aidha ametoa kafara ya mtu au kafara ya kiumbe fulani kumthibitisha yeye kama mmiliki wa lile eneo. Na ndio maana ukienda kumshambulia kwenye eneo lake unakuta ana nguvu kubwa ya kukuzidi, kwa sababu yupo kwenye eneo lake. Na ndio maana kwa wale wanaofanya huduma ya deliverance huwa wanaambiwa usiende kupambana na vita ya madhabahu kichwa, kwa sababu unaweza ukapigwa. Wako watumishi ambao wameenda kupambana na madhabahu wakafa. Kwa nini? Kwa sababu wameenda kuingilia umiliki wa mahala pasipokuwa pa Mungu wao kiagano. Hii ni elimu nyingine nzito kiroho. Mungu akusaidie kuelewa japo kwa uchache. Mungu ni muumba wa mbingu na nchi, lakini ametoa uhalali wa dunia kumilikiwa na shetani. Na ndio maana Wakorintho wa pili ile sura ya 4 mstari wa 1 hadi wa 3 tunaambiwa shetani ni mungu wa dunia hii. Wakorintho wa pili 4:1 hadi 3. Shetani ni mungu wa dunia. Kwa Mungu amempa shetani kumiliki dunia kiagano. Na ndio maana kama mtumishi ukienda kuvamia ngome ya shetani kichwa anakupiga. Unahitaji kuongozwa na Mungu namna ya kuivamia ngome ya adui, ili ujue namna ya kupita ukiwa salama. Ile Mungu wako kuwa na nguvu kuliko shetani haina maana ya kwamba kila mahala utaenda kichwa. Unahitaji kujua matumizi sahihi na njia sahihi ya namna ya kwenda. Nisikie, si kila anayetaja jina la Yesu litamsaidia. Ile jina la Yesu kuwa na nguvu haina maana ya kwamba litamsaidia kila anayelitaja, ila ni yule tu ambaye amepewa uhalali kiagano wa kulitumia jina la Yesu ndiye litakayemsaidia akilitaja. Kwani hujasoma kitabu cha Matendo ya Mitume? Wale watu walipoona Paulo anatoa pepo kwa jina la Yesu waliiga, na wao wakachukua jina la Yesu wakalifanya la kwao. Wakamkemea mtu mwenye pepo, wakamwambia kwa jina la Yesu yule anayehubiriwa na Paulo, toka. Yule pepo akawaambia wale watu, Paulo tunamjua, Yesu tunamjua, nyie ni wakina nani? Paulo tunamfahamu na Yesu tunamjua, nyie ni wakina nani? Nisikie vizuri, hawa watu walitaja jina la Yesu, na jina la Yesu lina nguvu, ila pepo alikataa kutoka, akawatandika bakora. Lakini Paulo alipolitaja jina la Yesu, pepo alitoka. Kwa nini Paulo alipotaja jina la Yesu pepo alitoka, lakini wale wengine walipotaja pepo hakutoka? Na ingawa jina ni lile lile, jibu ni moja tu. Paulo alikuwa na miliki jina la Yesu kiagano, lakini wale watu hawakuwa na miliki jina la Yesu kiagano. Na ndipo tunapoongelea swala la ardhi. Kuna umiliki wa ardhi kiagano. Ukimiliki ardhi kiagano unakuwa na nguvu ya kiroho kwenye hiyo ardhi, na ukimtaja Mungu wako kwenye hiyo ardhi anafanya kazi kweli kweli. Lakini ukiwa uimiliki ardhi kiagano, inamilikiwa na mtu wa miungu mingine, ukilitaja jina la Mungu wako kwenye hiyo ardhi halipati nguvu, kwa sababu wewe sio mmiliki wa mahala hapo kiagano. Kacha nikupe mfano mwingine kabla sijaanza kukupitisha ndani kidogo kwenye mistari kadhaa ya Biblia. Unaweza ukaenda mahala kwenye mtaa mmoja, unakuta ndani ya huo mtaa wanaishi watu wanaosali na wasiosali kwenye mtaa mmoja. Vuta picha,
Wewe umetoka umehamia kwenye mtaa ambao kuna wachawi 10, na hao wachawi wanamiliki huo mtaa kiagano, na wewe umehamia tu, ni mgeni. Kinachotokea ni nini? Kinachotokea ni kwamba unasikia mtu anakuambia, tangu nimehamia mtaa fulani nimejikuta kiu yangu ya kumtafuta Mungu imepotea. Siku hizi siamki kuomba kama zamani, nalala tu. Nilizoea kuamka usiku, siamki kama zamani. Nimekuwa mzito kwenda kanisani, nimekuwa mzito kuamka kwenda jumuiya, nimekuwa mzito na masuala ya kiroho. Nyumba yangu imeanza kuvurugika, uchumi wangu umeanza kuvurugika. Sielewi nini kimenitokea tangu nimehamia hapa. Ndo haya unakuta mtu unamuuliza, hayo mambo yamekuanza lini? Anakuambia tangu nilipohamia hapa ndo ni yamenianza. Kwa unaelewa kabisa kwamba eneo alilohamia yeye sio mmiliki kiagano. Tayari kuna roho nyingine zinamiliki hapo. Kwa moja maisha yake yameyumbishwa na zile roho za hapo. Nisikilize mpendwa, wakati mwingine unaweza ukawa unapambana vita ambayo inatokana na eneo lako na wewe usijue. Na moja ya kitu kinachohusika kwa 1% kubwa kuvuruga maisha ya Mkristo ni roho za ardhi ya eneo analokaa. Na ndio maana jambo la kwanza la kuchunga ni kuhakikisha katika kila ardhi unayofika unaigeuza kwa kuifanya wewe ndiyo uwe mmiliki hapo kiagano. Uwanyang'anye wale wanaomiliki na ujiweke wewe kuwa mmiliki, kwa sababu Mungu wako ana nguvu kuliko wao. Ukipita kwenye kanuni zake atakusaidia kuichukua. Muda huu tutaendelea kupita na ili